Serikali ya Samia Suluhu imeyumbayumba baada ya kurushiwa bomu na John Heche. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu, na kumbuka kusubscribe. Msiba wa Robiha Samson haukuwa tukio la kawaida la kuaga marehemu. Ulikuwa ushahidi hai wa taifa linalozika miili huku likishindwa kulinda uhai. Katika kijiji cha Buriba kata ya Sirari wilayani Tarime mkoani Mara, kilio cha familia kiligeuka kuwa mashtaka mazito dhidi ya dola ambayo imekuwa ikishindwa kueleza, kuzuia au kuchukua hatua dhabiti dhidi ya wimbi la utekaji na watu kupotea nchini. Kifo cha mama huyo kilibeba mzigo wa mateso ya muda mrefu, mateso yaliyotokana na kutoweka kwa mwanawe Sindar Githeba, na vilevile mwanasiasa kijana na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyepotea katika mazingira yaliyojaa giza na ukimya. Makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche alisimama mbele ya waombolezaji akielekeza lawama si kwa watu wasiojulikana pekee, bali kwa mfumo mzima wa uongozi ulioshindwa kutoa majibu. Alilaumu ongezeko la vitendo vya utekaji na kupotea kwa watu, akivitaja kama doa linalochafua dhamira ya maendeleo inayopigiwa debe na serikali. Kauli yake iligusa kiini cha mjadala wa kitaifa unaozidi kupewa majibu ya kisiasa badala ya ukweli wa kisheria na kiusalama. Sindar Githeba hakuwa jina dogo katika jamii ya Sirari. Alikuwa mtiania wa udiwani kwa tikiti ya CCM katika uchaguzi wa mwaka 2025, akitajwa kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa katika eneo hilo. Kupotea kwake kulikatiza maisha ya familia, lakini pia kulizua hofu katika jamii iliyokuwa ikishuhudia kuongezeka kwa matukio ya watu kutekwa na kupotea bila maelezo. Kwa miezi kadhaa, familia iliishi kati ya matumaini na hofu, huku mifumo ya dola ikishindwa kutoa majibu yanayoweza kupunguza maumivu hayo. Mazishi hayo ya Robiha Samson yalibeba simulizi ya uchovu wa kisaikolojia. Familia ilieleza kwa msongo wa mawazo na maradhi iliyodumu kwa muda mrefu tangu kupotea kwa mwanae yalichangia kifo chake. Huu ni ushahidi wa gharama zilizoonekana na utekaji, gharama ambazo hazipimi kwa takwimu za polisi wala hotuba za kisiasa. Ni gharama zilizolipwa na mama, watoto na jamii nzima inayobaki na maswali yasiyo majibu. Kauli ya Heche kuhusu maendeleo ya miundombinu iligonga hisia pana za kitaifa, na katika miaka karibuni serikali imewekeza sana katika barabara, reli, umeme na miradi mikubwa ya kimkakati. Miradi hii imekuwa ikitumiwa kama kielelezo cha mafanikio ya uongozi, na hata hivyo hoja iliyotolewa Tarime ilivunja simulizi hilo kwa kuonesha kuwa maendeleo yasiyolinda uhai yanakuwa tupu, na usalama wa raia ni msingi wa maendeleo, si mapambano yake. Kwa maneno yake, John Heche aliyoyatupa yaligeuka na kuwa bomu ambayo ilitikisa siasa na vilevile katikisa ikulu ya Tanzania na wale wanaotengeneza kanuni ama wandani wake Samia Suluhu, ambao kidogo ni wahuni ambao wamemzingira, ambao vilevile ni wana wajibu wa mauaji yaliyotokea katika siku za nyuma. Tanzania ina historia ndefu ya kujitangaza kama kisiwa cha amani katika eneo la Afrika Mashariki, na taswira hii imejengwa tangu enzi za awali za taifa, ikisisitiza umoja na utulivu. Lakini katika miaka hivi karibuni, matukio ya watu kutekwa, kupotea na kuuawa katika mazingira ya kutatanisha yameanza kupasua taswira hiyo. Kuanzia wanasiasa, wanaharakati hadi raia wa kawaida, simulizi za hofu zimekuwa sehemu ya mazungumzo ya chini kwa chini, huku majibu ya mamlaka yakibaki dhaifu au ya jumla. Na katika muktadha wa kisiasa, kupotea kwa Sindar Githeba kunabeba uzito wa kipekee, kwani hakuna mpinzani wa serikali hakuwa mpinzani wa serikali bali alikuwa mwanachama wa chama tawala. Ukweli unaondoa hoja rahisi ya kuhuzisha matukio haya ya upinzani pekee. Unaonesha mfumo wa hofu unaoweza kumgusa yeyote anayeonekana kuwa na ushawishi au sauti bila kujali chama chake. Hali hii inaashiria kupanuka kwa tatizo kutoka siasa za ushindani hadi usalama wa msingi wa raia.
Wito wa Heche kwa viongozi wa dini kuvunja ukimya unaingia katika historia ya Tanzania, ambapo taasisi za kidini zimewahi kuwa nguzo ya maadili ya jamii, na katika nyakati za misukosuko ya kijamii na kisiasa, sauti za viongozi wa dini zimekuwa zikitarajiwa kama dira ya haki. Ukimya wao katika kipindi cha utekaji na mauaji unatafsiriwa kama hofu au kukata tamaa, hali inayozidisha pengo la ulinzi wa maadili ya jamii. Kauli kuhusu teknolojia na ukweli kujulikana baadaye inaweka shinikizo la muda mrefu kwa dola, na Tanzania ya leo ina mifumo ya mawasiliano, kamera na ufuatiliaji wa kidijitali unaoweza kusaidia uchunguzi. Kushindwa kufichua wahusika kunazua swali la dhamira, si uwezo, na katika historia ya mataifa mengi uhalifu wa kisiasa umefichuliwa baada ya miaka mara nyingi pale mifumo ya madaraka inapobadilika. Hii inaacha kumbukumbu isiyofutika kwa wale wanaodhani ukimya wao leo ni kinga ya milele. Kanda ya Afrika Mashariki imekuwa ikishuhudia wasiwasi kuhusu haki za binadamu, huku mashirika ya kikanda na kimataifa yakitoa taarifa ya tahadhari. Tanzania kama muhimili wa kisiasa na kiuchumi katika eneo imekuwa chini ya uangalizi wa jumuiya ya kimataifa, na matukio ya utekaji yanapoendelea bila majibu ya wazi, basi yanaathiri taswira ya nchi na kuibua maswali kuhusu dhamira ya uongozi katika kulinda haki za msingi. Ndani ya nchi, matukio haya yanachochea hofu ya kimya. Wananchi wanapojifunza kuishi bila kuuliza maswali, demokrasia hupoteza maana yake. Kupotea kwa Sindar Giteba na kifo cha mama yake ni sehemu ya mlolongo wa matukio yanayobadilisha namna wa Tanzania wanavyoona uhusiano wao na dola, na ni uhusiano unaozidi kujengwa juu ya tahadhari badala ya imani. Msiba wa Tarime unapaswa kusomwa kama nyaraka ya onyo. Ni simulizi ya familia iliyovunjika, jamii iliyotikiswa na taifa linalokwepa mjadala wa kina kuhusu usalama wa raia. Na wakati viongozi wakizungumza juu ya mafanikio ya maendeleo, kilio cha Buriba kinawakumbusha kuwa maendeleo yasiyolinda maisha yanakuwa kivuli cha maendeleo. Hatima ya Tanzania inafungamana na namna inavyokabiliana na giza hili, kwani ukimya na ulinda wahalifu leo unajenga mazingira uhalifu wa kesho, na hofu inayowazuia viongozi wa maadili kuzungumza inawaacha wananchi bila ngao, na kutochukua hatua kunafanya kila familia iwe mgombea wa majonzi yajayo. Msiba wa Robia Samson na kutoweka kwa Sinda Giteba ni hadithi ya Tarime, ama si hadithi ya Tarime pekee, ni kioo cha mustakabali wa taifa. Ikiwa sauti za tahadhari zitaendelea kupuuzwa, basi Tanzania inaweza kujikuta ikipoteza si watu wake tu, bali msingi wa utu, haki na imani ya kijamii inayoshikilia taifa pamoja. Ni hayo kwa sasa kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi na zidi kusubscribe kama njia ya kutusupport.